Kama ilivyo kawaida, nafikiri tulitangaziana kwamba leo tungekuwa na kikao cha kamati tendaji, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba kikao chetu kimefanyika vizuri na tunaenda kwa ajili ya utekelezaji wa mambo mbalimbali kama chama katika jimbo letu la Mafinga mjini. Unajua, siku zote waandishi wa habari, jambo haliwezi likafanyika bila vikao. Vikao ndio vinavyofanya maamuzi, hasa vikao vya kiutendaji. Hivyo ndio vinakaa na kuweza kujadili, kudigest kwamba ni mambo gani wanataka tuyafanye kwa sasa ili mambo ya kwende vizuri kabisa. Na kikao leo kimeamua kuna mambo kadhaa ambayo tunaingia katika utekelezaji. Jambo la kwanza litakuwa ni uzinduzi wa mikutano ambayo itakuwa inaendelea katika jimbo letu la Mafinga. Kila kona tukishazindua itakuwa tunaandaa mikutano kwa ajili ya kueleza umma nini chama kinataka kufanya na nini chama kinataka kutekeleza katika kulinda heshima, lakini pia kwa ajili ya maendeleo ya jimbo letu na maendeleo ya taifa zima. Lakini pili, kama unajua chama ni watu. Kama watu hamna, basi chama hakipo. Lakini sasa tunafahamu ya kwamba katika mvurugano hapo katikati, na kwa kuwa kuna watu ambao walituzuia ili ya kwamba tuweze kusimama katika mambo yetu, basi baada ya kupewa kuendelea sasa, tunategemea kwamba kila kona ni lazima tufanye mikutano kwa ajili ya kusajili wanachama wapya. Ni matumaini yangu katika jimbo la Mafinga lenye watu karibu 50,000,000, basi katika wale ambao kwa sababu sisi tunatukaribu jimbo hili lina watu karibu zote 50,000,000, kama kuna kama 50,000 hivi. Katika 50,000 hao kwetu sisi kwa takwimu tunao watu wanachama kama 25,000. Kwa hiyo tunategemea kuongeza zaidi mpaka tufikie 100%. Kwa hiyo kila mjumbe na kila mwanakamati, kila kiongozi achukue hilo jukumu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunapata wanachama wengi, tunasajili pamoja na wanachama kulipa ada zao za wanachama. Tunakwenda kuhamasisha pia ulipaji wa ada za wanachama, kwa sababu kwa muda mrefu wanachama inawezekana wakawa hawajalipa. Kwa hiyo tutahamasisha ili ya kwamba waweze kulipa ada ya wanachama ili waweze kuwa wanachama hai, lakini ada ziweze kutusaidia katika uendeshaji wa vyama, lakini pia wa chama chetu. Lakini pia tulikuwa tunagenda kwamba viongozi kutokana na mtafaruku hapo katikati, yawezekana watu wamesizi katika majukumu yao ya kiuongozi. Kwa hiyo tunategemea kwamba tumeruhusu vikao viendelee, kila ngazi waendelee katika kufanya vikao na kufanyia maamuzi mambo mbalimbali kwa ajili tu ya kuhakikisha kwamba chama kinakuwa hai kila kona. Kwa hiyo ndugu mtangazaji, hayo ndio mambo makubwa ambayo leo hii tumeyazungumza, na mambo mengine ambayo unajua kuna mambo mengine ni ya chama, huwezi ukayatoa nje sana, lakini kuna yale ambayo yanahusu wanachama wote na wananchi wote wanaweza wakasikia. Hayo ndio mambo ya msingi zaidi ambayo nafikiri wanatakiwa kuyasikia na kuona nini mwelekeo wa chama chao kinakwenda. Na wito gani wa chama na wananchi wa Mafinga kutokana na hiki ambacho wanaenda kufanya, kwamba baada ya kutoka kufungiwa sasa hivi mmeenda kufunguliwa na mnaenda kwenye mikutano ya hadhara, lakini pia mnaenda kuhamasisha watu kwa kufikia ada na kadhalika? Wewe una wito gani kwa watu? Wito wangu kwa jimbo hili la Mafinga mjini ni kuungana. Katika kuungana kwetu tunaweza tukaungana katika mambo makubwa matatu. Jambo la kwanza, wote tushirikiane, tupeane ushauri, tuelezane ili mambo yaweze kwenda vizuri. Jambo la pili ni kukiunga chama chao mkono. Kukiunga chama chao mkono, wanafahamu kabisa sisi kama Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema hatuna vyanzo vya mapato, hatuna sehemu nyingine ya kuweza kupatia pesa.
Hivyo katika kulipa ada zao za wanachama tunaweza tukapata pesa kwa ajili ya uendeshaji wa chama. Lakini pili, kuna wadau ambao hao ndio walengwa wakubwa, wanaweza wakasema kwamba jamani, hiki chama kwa shilingi 2,500 hakiwezi kwenda, mimi na shilingi kadhaa hizi hapa hizi nataka mambo ya kwende. Kwa sababu ukumbuka, kwa mfano mikutano ina gharama nyingi. Pia hii tu ile unapotaka kufanya mkutano inagharimu shilingi mpaka shilingi 400,000 kwa siku hii moja. Sasa kama ni siku moja una shilingi 400,000 na kata hii jimbo hili lina kata 9 mitaa pamoja na vijiji karibu 42. Kwa hiyo ni lazima sehemu zote tuweze kuzunguka ili tuweze kujua uhai wa chama ukoje. Sasa kwa sababu tunao wadau, tunaomba ndugu zangu wananchi wa jimbo la Mafinga mjini, uwe mkazi unaishi hapa, uwe mbali na hapa, basi ni kuombe kwamba tushirikiane kwa pamoja katika kusaidiana kuchangishana pesa. Sisi tutatoa kila pesa inayotolewa itakuwa inakwenda hewani kujua kwamba fulani ametoa hii, isipokuwa wale ambao watakuwa wameona kwamba wao si vyema watajwe katika michango yao. Maana kuna watu huwa wapendi michango yao iweze kutajwa kama naye anachangia. Hiyo pia naye itakuwa sio shida, itakuwa nyuma ya kamera, haitaonekana. Lakini yule ambaye anataka atangazwe, basi tutamtangaza kwamba amechangia kitu fulani na pesa yake imetumika katika mambo kama haya. Wale wanaotaka kuchangia ambao wako mbali yawezekana na jimbo hili, basi tunayo akaunti hiyo inayopita hapo chini, mnaweza mkachangia kwa namna hiyo, inakwenda CRDB Bank. Jina litakuja Chama cha Demokrasia Mafinga. Lakini pia kutakuwa kuna namba ambayo namba hiyo namba inayopita hapo chini ni ya katibu, unaweza ukachangia ukampa taarifa kwamba ukanipa taarifa kwamba hiyo pesa nimechangia kwa ajili ya mikutano hapo jimboni. Itakuwa imefika, ni salama kabisa, wala tusiwe na wasiwasi ndugu zangu, tufanye kazi ili kwamba tuweze kulikomboa taifa letu.